الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحمد الله مولاي ابتدائي وأشكره وأتبعه ثنائي على نعماه فينا والبلاء تبارك ذو العلا والكبرياء تفرد بالجلال وبالبقاء وفائض فضله سر وجهر على كل الورى عبدا وحرا وأنزل أمره وقضاه قهرا وسوى الموت بين الخلق ترا فكلهم رهائن للفناء وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ama baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwa himida zake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, tunalianza tena darasa letu kwa siku hii ni ya leo kwa mapenzi yake na kwa kutaka kwake Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kweni shukra zote zinamstahiki Allah Subhanahu wa Ta'ala na sifa zote zinamstahiki Allah. Kweni sisi tumeumbwa kwa ajili ya kutoweka katika ulimwengu na sio kwa ajili ya kuishi kwa muda wote, hapana. Kama alivyosema Allah Subhanahu wa Ta'ala, kullu man 'alayha fanu wa yabqa wajhu rabbuka dhul jalali wal ikram. Kullu man 'alayha fanu, kila kilichopo katika mgongo wa ardhi kitamalizika, kitakwisha, kitamalizika uhai wake, kitakwisha uhai wake na kadhalika. Wa yabqa wajhu rabbuka dhul jalali wal ikram, utabaki ufalme na ubwana wa Mola wako, anasema dhul jalali, ambao kwamba yeye ndo mwenye utukufu Allah Subhanahu wa Ta'ala, mwenye utisho Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa ahlu majarra. Na kumtakia rehema Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mtume ambaye kwamba amesema innama bu'ithtu liutamima maqarim al-akhlaq. Jamani, sio vinginevyo, mimi nimetumilizwa kwenu nyie, nimetumilizwa mimi kwa viumbe vyote. Lengo na makusudio ni kuja kutimiza matukufu ya tabia. Kwa nini tabia? Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika hadithi amesema aktharu ma yadkhulul jannata taqwallahi wa husnul khulqi. Mambo yatakayomfanya mtu kwa wingi kabisa aweze kuingia katika janna ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, jambo la kwanza ni nini? Taqwa. At-taqwa hiya imtithalu awamirillahi wajitinabu nawahihi. Unaweza ukaisema takwa iko katika muundo huo. Takwa ni mtu kuweza kujilazimisha kuyatekeleza maamrisho ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, sambamba na kukatazika na yale ambayo kwamba ameyakataza Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mtu akiweza kuyafanya hayo, tayari anafikia katika daraja la kuwa na ile takwa, ucha Mungu. Ndio wenyewe wakasema inna taqiya ila al-maali yartaqi wa min al-ajaibi. Kwa hiyo ucha Mungu ni kitu kikubwa, na ukifanikisha kuwa nacho basi jambo linakaa uzuri. Lakini jambo la pili litakalomfanya mtu aweze kuingia peponi ni tabia. Na ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema mimi nimetumilizwa kuja kukamilisha matukufu ya tabia, ili mtu akiwa na tabia nzuri tayari ni sababu ya yeye maandalizi ya kwenda katika neema za Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sasa mimi na wewe natakiwa ujichunge. Huu cha Mungu unayezungumzwa jamani, wewe na umo, yani upo katika hizo harufu, katika hizo nyayo, katika hilo vumbi la ucha Mungu, wewe upo. Hata kama haupo kwa katika ule ucha Mungu haqqa taqiyo, yani kwa ukweli wa ucha Mungu, lakini upo katika hilo vumbi, unafuata hizo nyayo, hauna tabia nzuri, vipi?
Kama hauna tabia nzuri, hauna ucha Mungu, basi anza kubadilisha mwenendo, kwa sababu kapumzi ndo haka tuliko nako, na pumzi zetu sisi ndo rasilimali zetu sisi. Kwa maana ya kwamba tukifanya mzaha, tukifanya mchezo, pumzi zinapokatika, haya mambo kama hatunayo, tunakuwa tumepata hasara, tena hasara ya moja kwa moja. Ikhwani, ndugu zangu, tuko katika darasa tunaendelea. Jana tuliangalizia darasa namna gani ibada. Swala tano ni nini? Swala ni kitu gani? Ma maana salat, ma maana iqamu salat. Tukawa tumeelezwa kwa mapana yake na kwa awali namna ilivyo hasa ndio hivyo. Leo tunaangalizia mambo ambayo kwamba yenye kumlazimu mtu kabla bado hajaingia kwenye swala. Tukasema madha yalzamu qabla salati, ni mambo gani yenye kumlazimu mtu kabla hajaiendea swala, hajaingia kwenye swala, mtu anatakiwa afanze nini au afanye nini? Kwa sababu swala yenyewe sio kuingia tu, hapana. Lazima kuna mambo kwanza utangulie kuyafanya, halafu ndipo uweze kuiendea swala. Kama hauna hayo mambo, huruhusiwi kuingia katika swala. Yalzamu qabla salati, na mlazimu mtu kabla hajaingia katika swala, aludhua au aludhu, na lazimu kabla ya kuingia katika swala udhu. Udhu umezungumzwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam kama silaha. Udhu umezungumzwa kama usafi. Udhu umezungumzwa kama nuru. Kwa hiyo udhu ni kiungo cha kwanza cha ibada. Udhu ni kiungo cha kwanza cha mtu kutekeleza ibada. Kama hauna udhu, swala yako utaitekeleza vizuri kabisa, lakini imekosekana udhu, basi tayari swala yako inakuwa haipo. Kam furudhul udhui, kweni faradhi za udhu ni ngapi? Udhu wenyewe unalazimu mambo mangapi? Tunaambiwa kwenye Qur'ani pametajika mambo 4 yanayohusiana na udhu, na kwenye hadithi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ametajika mambo 2, ukamilisha yanakuwa takriban mambo 6. Na hapa tunaambiwa furudhul udhui 6. Udhu unalazimu mambo 6. Kama haya mambo 6 wewe hujayafanya kwenye udhu wako, udhu hauswihi. Al-awwalu, jambo la kwanza, an-niyatun, ni nia. Nia ndio msingi wa kwanza wa udhu, na ndio msingi wa kwanza wa kwenda kuifanya ibada yako iweze kuswihi. Ma maana nia? An-niyatu qasdu shay'in muqtarna bi fi'li. Nia ni kuweza kukusudia mtu jambo akakutanisha na kitendo. Hiyo nia akaikutanisha na kitendo. Kabla ya kwenda kukutana na kitendo, wengine wakasema inakuwa ni azma. Mfano ukasema mimi kesho nitasafiri, hii inakuwa sio nia, inakuwa ni azma. Ila kesho unapoanza kutoka na mabegi yako unaenda kupanda gari na hivyo, hii sasa ndo inakuwa ni nia. Kwa hiyo an-niyatu qasdu shay'in, nia ni kukusudia kitu, muqtarina bi fi'lihi, na kukutanisha na kitendo chake. Wa mahalluha, mahali pa nia, alqalbu, ni katika moyo. Lakini watalafudhu biha sunna, kutafu yani kuweza kuitamka hiyo nia katika ulimi wa nyama ni sunna, ili kile unachokitamka katika moyo wako kiwe kimethibitishwa katika ulimi wako. Sio kila yote yenye kutoka katika ulimi yanatoka katika moyo, kwa sababu kama nia ni msingi wa kwanza wa udhu wetu sisi, ili uweze kuswihi ibada zetu. Kama hakuna udhu, kama hakuna nia katika udhu, swala haiswihi na jambo linakuwa limeharibikia hapo. Athani, jambo la pili, ghasul wajhi, ni kuosha uso. Uoshe uso wako. Uso ni upi? Kwa haraka tutakwenda kwa sababu ya nyakati namna zinavyokwenda. Mtu anaweza kuambia uso ni reception, kwa maana sehemu hii ya mbele katika kichwa. Lakini uso umebebwa na kichwa, pua imebebwa na kichwa, mdomo umebebwa na kichwa, masikio yamebebwa na kichwa. Wapi ndio uso? Masikio yamebebwa na kichwa. Haya yote ni kweli, lakini wanasema ni itwilaqu libadhi biradati likulli. Imetajwa sehemu ya uso kwa kupendelea kichwa kizima, au unaweza kusema ni itlaqu likulli biiradati aljuz'i. Kimetajwa kichwa kizima kwa kupendelea baadhi, kwa maana kwenye uso wenyewe
ni sehemu katika kichwa, sio kichwa kizima, ni sehemu tu katika kichwa imechukua ndio ikaitwa uso. Alafu inajumlisha kama ni macho, pua, taya mbili, kidevu, midomo miwili, halafu mjumuisho wake ndio inaitwa nini? Inaitwa uso. Kwa hiyo katika sharti za udhu ni lazima mtu aoshe uso. Uso wenyewe unavyoosha, so unaosha kimapozi, unaosha sijui eti kwa kuremba. Yani kwenye swala hakuna mapozi wala hakuna kuremba. Swala inahitaji kanuni na utaratibu wake ufuatwe. Mahadul wajhi, watu wakahoji, ikaelezwa uso mipaka yake ni ipi? Wanasema ni mimanabiti sha'ri rasi. Kwanza uso mipaka yake ni kuanzia maotea ya nywele za kichwa kwa upande wa mbele, halafu ila dhakani tula, mpaka kwenye kidevu chako kwa urefu, kuanzia nywele zinapokuwa zimeanza kuota mpaka kwenye kidevu chako, huo ni uso wako. Wa minal udhuni ila al-udhuni, shikio la kulia mpaka shikio la kushoto, shikio la kushoto mpaka la kulia, kwa maana ya kwamba sikio la kulia mpaka sikio la kushoto. Huu ni upana wa uso. Hizi sehemu mtu anatakiwa aoshe kiumakini, lakini sio unaosha kama mtu anaosha matongotongo au anaosha uchafu wa kwenye macho. Hapana, ausui uso. Na ukifanya mzaha, hiyo sehemu inakuwa imefeli uso. Kwa hiyo ala kuli hali tunaeleza kwa maana ya kwamba uso tumeambiwa ni lazima kuosha, ni faradhi kuosha. Tunaelezwa uso ni upi, mipaka ya uso ni ipi. Tumesha kufahamisha. Ikiwa ni namna hiyo, unatakiwa utekeleze kwa mfumo wa namna hiyo. Athalithu, ulazima wa udhu wa tatu, ghasilul yadaini, ni mtu kuiosha mikono yake miwili, ma'al mirfaqaini, pamoja na kongo mbili, pamoja na ni kongo mbili Kiswahili, lakini kama utakuwa umeelewa kwa namna ya tofauti, sijajua ni vipi, lakini hii sehemu ndio inaitwa kongo mbili, na hii ni kongo ya kwanza, hii ni kongo ya pili. Kwa maana ya kwamba au unaweza ukachukua kongo mbili, kwa maana kuna kwenye mkono hii sehemu inakuwa na kakifundo kwa hapa na kakifundo kwa huku, hii ndio inaitwa kongo mbili. Kwa hiyo huu mkono unavoosha, uoshe mpaka kwenye hiki kijamaa ambacho kwamba kinakuwa kama kinancha, ndio udhu wako unaswihi na ndio itakuwa ni sawa sawa. La usipofanya namna hiyo, hiyo unajifurahisha mwenyewe. Hakuna udhu wa namna hiyo, wala hakuna katika utaratibu tulivyoelezwa na mwenye sheria kwamba ni Mtume sallallahu alaihi wasallam, tukawa eti tumeelezwa udhu wa namna hiyo. Hapana. Kwa hiyo hakikisha udhu wako kwenye mikono yako unayafikisha maji mpaka kwenye kongo ya kwanza na kongo ya pili katika mikono yako miwili. Arabio, ulazima wa udhu wa nne, mashu ba'd ra'si, ni kupakaza maji katika baadhi ya kichwa. Natumia udhu wa al-Habib as-Sayyidana Uthman Dhinuraini, yeye alifanya namna hiyo, kupakaza maji min ba'dhi ras, katika baadhi ya kichwa. Ama maswahaba wengine kama kina Sayyidina Ali wanasema kupakaza kichwa kizima ndio faradhi, lakini kwa namna ilivyo udhu wa Sayyidina Uthman na sisi ndio tunaofuata ni ba'dhi ras. Ikiwa ni kichwa kizima unakuwa umepata faradhi, lakini unakuwa umepata na nini? Na sunna. Kwa hiyo chunga kupakaza maji katika kichwa chako, na sio kuosha kichwa, kupakaza. Wenyewe wanasema wataalamu, maji ya kupakaza kwenye kichwa, hata ukachovya kwenye sindano, halafu yale yanayobebwa na sindano ukayapakaza, swaha inakuwa imetosheleza. Kwa hiyo lazima kujipakaza mimaji. Hapana kuosha tena nywele mpaka zinakuwa tena zinataka kuvunda na hivi na vile. Hapana, inakuwa sio uzuri. Ima ukitaka fadhila mara moja moja na kwa ni sawa sawa, kwa sababu humo kwenye huo udhu kadiri utawazavyo tayari unakuwa na dua zake unaziomba. Mfano kwenye kichwa utasema Allahumma khashini bi barakati tahta arshika yawma la dhillu illa dhilluka wa harim sha'ari wal bashari ani nirani. Kwa maana utaona dua hiyo inaenda kugusa, ukiosha zile nywele zako inakuwa imechukua baadhi ya nywele zote zilizoko kwenye mwili, Mwenyezi Mungu akuharamishie na nini? Na moto. Kwa hiyo ukifanya namna hii itakuwa ni bora zaidi. Kwa hiyo kupakaza maji kwenye kichwa chako. Na kwa nini kwenye utosi?
Hapa watu wengi wanapendelea kupakaza maji katika sehemu ya mbele. Kwani wewe hufahamu wakati ulipokuwa mdogo hiyo sehemu ya mbele palikuwa pana ruka au palikuwa pana dunda? Hiyo sehemu ina siri, miongoni mwa siri yake hiyo ni njia ya makhariji ruhu, ndio sehemu ya roho inapotokea, inaitwa nasya. Sehemu ya roho itakaponyofolewa ndio hapo hivyo. Kwa sababu kama ni hiyo, tunafanya namna hiyo hapo ili kuweza kupitisha kama tahara, kupitisha tahara ili iwe ni sababu siku ya kiyama iweze kutokea katika miongoni mwa vile alivyosema Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mwenye kunawa udhu atavishwa vivazi vya peponi ili vio ni tofauti, vivazi vyenye kumetameta. Kwa hiyo basi katika sehemu hiyo miongoni pia mwa kauli Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema malaku ruhu wakati anapotumilizwa kuja kuitoa roho yako, atatumilizwa kwa yule muumini wa haki, ya kuwa ni muumini kweli kweli, alikuwa akiyafanya mambo kwa kutekeleza maamrisho ya Mwenyezi Mungu. Atakuwa akiangalia atolee roho yako kwa upande gani. Akiingia kwenye miguu yako kutaka kuanza kuinyofoa roho yako, anaogopa, anakuta kuna nuru kali, atarudi kwa Mwenyezi Mungu, atasema ya Rabbi, mja wako bwana kwenye miguu yake nuru mpaka nashindwa hata nifanyeje, sioni yani namna ya kutoa roho. Mwenyezi Mungu atamwambia angalia sehemu nyingine. Atakuja kwenye mikono kadhalika, atakuja kwenye kinywa chako kadhalika, kwenye manafidhi yako, pua yako kadhalika, kwenye uso wako, macho, haya matundu yote. Kwa nini tunapakaza maji sehemu zote? Wakati hizo sehemu zote zinapakazwa maji, ni nuru inapatikana ya udhu. Malaku yule aliyotumilizwa kwa ajili ya kuja kutoa roho anapata tabu mpaka ikifikia kwenye utosi wako, ni sehemu pia kuingilia malaika kwa ajili ya kutoa roho yako, inashindikana. Yule malaika anarudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala, anaambiwa na Allah subhanahu wa ta'ala, muache mja wangu. Muache nani? Muache mja wangu. Alafu atapewa utaratibu rasmi sasa namna ya kwenda kumtoa muumini roho, sio kumtoa kishamba kizembe tu, hapana. Inatolewa kwa utaratibu, kwa upole, kama jinsi ilivyokuwa kwa Nabii Allah Idrisa ama Nabii Allah Ilyas. Kwa sababu kama ni hiyo, ataletewa huyu muumini chombo cha kuweza kumpumbaza. Mfano wa televisheni, namna mtu anavyotizama, ataletewa ile televisheni na atapitishiwa matendo yake alivyokuwa anayafanya, lakini pia aonyeshwe mahali anapokwenda. Kadiri aangaliavyo na anavyofurahi, basi unakuta yule muumini viungo vyake vinalegea, anapata kujilegeza viungo vyake, anapata kufurahi, anakuwa kama anatabasamu tayari. Wakati anatabasum, basi yule malaika anapata njia ya kuingia na kwenda kuanza kuitoa roho yako kidogo kidogo, mpaka inavyofika kutolewa katika utosi wako, ni maeneo yaliyokuwa tahara, inakuwa ni uzuri sio kawaida. Kwa hiyo kuna siri pia katika udhu, sio kawaida tu. Tunachozungumza kupakaza maji katika kichwa chako, kupakaza maji katika kichwa chako, sio kuosha kichwa. Kupakaza maji katika baadhi ya kichwa chako. Baadhi inaweza ikawa hapa ni baadhi, hapa ni baadhi, hata kwenye kichogo ukapitisha maji kidogo ni baadhi. Swaha, udhu wako unaswihi. Unaweza ukawa umefunga kilemba chako vizuri, umevaa kofia yako vizuri, umejiseti katika murua mzuri, unahofia lau nitaitoa hii kofia nitapoteza. Shekhi, utakuja kuanza kuona kofia yako umeivaa vibaya. Nani atakuangalia? Uko ugenini tayari na wewe ulitoka huko kamili, ila umepata dharura, umeingia kwenye udhu. Basi kuonelea, badala ya kupakaza nani maji yako kwenye sehemu ya kichwa ya mbele, unaweza ukachukua maji ukapakaza hata hapa pembezoni ya kichwa, inakuwa imeswihi, basi jambo linakaa vizuri. Ama faradhi ya 5 ya udhu, ama faradhi ya 4 ya udhu ni kupakaza maji katika kichwa. Faradhi ya 5, ghasilu rijlaini ma'a alka'baini, kuosha miguu miwili, ma'a, pamoja, alka'baini, pamoja na fundo mbili, fundo ya ndani na fundo ya nje. Kwenye miguu miwili kuna kitu kinachoitwa kiganja, kuna kitu kinachoitwa muundi, kuna kitu kinachoitwa paja, na hivyo basi mguu ni upi? Yani unayetakiwa kuosha ni kile kiganja cha mguu kwenda juu mpaka kwenye zile fundo mbili. Fundo ya ndani ya kwanza na fundo ya pili itakuwa ni bora. Kama tutaweza kuonyesha namna hii inakuwa ni vizuri. Fundo ya kwanza hapa ya ndani na fundo ya pili hii. Kwa sababu ukisema fundo ya mguu kulia na kushoto, kama sina mguu kushoto inakuwaje?
Kwa hiyo fundo ya ndani na fundo ya nje, hiyo ndio sehemu ambayo kwamba inatakiwa mtu kuweza kuosha udhu wake katika miguu yake. Kwenda juu ni sunna kidogo urefushe, kwa sababu hivyo vivazi vya peponi kesho vitakuja kuzidishwa mpaka pale udhu ulipoishia. Lakini kuna wako wanayekuja huko mbele yetu, sijajua hiyo elimu wenyewe wanaisoma vipi, wanakuambia udhu ni mpaka kwenye magoti. Udhu ni mpaka kwenye magoti. Hasa ashumu ndo huko na wamama wanataka kutawadha. Huyu mama anavotoa mguu wake mpaka kwenye goti ndo atawadhi, ndo faradhi. Kuna usalama unapatikana kiasi gani kati ya hao ajinabii na hawa ajinabiyati? Tuache namna hiyo. Kiganja cha mguu mpaka kwenye fundo ya ndani ya mguu na fundo ya nje, huo ndo ulazima. Kwenda juu ni kidogo tu, kwenye muundi ulipoishia kwa chini, basi inakuwa ndo faradhi ilipoishia hapo. Asadisu, faradhi ya 6 katika udhu, katika hali ya kuweza kutawadha, mambo ni lazima ataratibu, ni kufuata ule mpangilio namna ulivyowekwa kuanzia mwanzo wa udhu nia mpaka kufikia utaratibu wa 5 wa kuosha miguu yako miwili. Unatakiwa uzingatie utaratibu. Ukianza na miguu yako miwili, uje mikono upakaze maji ndo uoshe uso, utakuwa umenawa kama kunawa kwingine, utakuwa haujatawadha udhu. Hii unaitwa utakuwa umenawa. Udhu ni ule unaanza kwenye uso, unaanza nia, halafu uso, mikono miwili, napakaza maji kichwani, halafu miguu miwili, inakuwa namna hiyo. Kwa sababu kama ni hiyo, tumombe Mwenyezi Mungu atufahamishe zaidi. Nia ya udhu, kwa kumalizia, ni ipi nia ya udhu? Kwa namna wanaozuoni walivyotufundisha, ili kuweza basi kujua kile cha kwenye moyo unachotakiwa kutamka, ndio unatakiwa ukitamke kwenye ulimi. Sasa ukiambiwa tu kutawadha, faradhi ya kwanza ni nia. Hivi mimi leo mfano billahi min dhaka, labda mimi leo ndo nasilimu na leo ndo nasikia Uislamu nani nasi. Hivi mimi nitaelewa nia nikitaka kutawadha na niambia kiungo cha kwanza ni nia au faradhi ya kwanza ni nia, na kuuliza nia ni nini, unasema nia si nia tu. Mimi sasa mimi nitaelewa nini? Basi wanaozuoni wakawa wametuwekea utaratibu, wakachimbua, kwa sababu fiqhi ni mustambatu min kitabillahi wa sunna. Haya tunayosema au haya yaliyosemwa na wanaozuoni yametoka kwenye Qur'ani na hadithi za Bwana Mtume Muhammad. Nia, udhu unahitaji nia. Nia ya udhu ni mtu kusema nawaitu rafa al-hadath al-asghar, nanuia mimi kuondosha hadathi iliyo ndogo. Nanuia kuondosha hadathi ndogo. Hadathi zimegawanyika, kuna hadathi mbili, na hadathul asghar wa hadathul akbar. Tutakuja kuzieleza wakati mwingine, lakini nia ya udhu kwa ufupi wake ndivyo jinsi ilivyo. Nasema nawaitu rafa al-hadath al-asghar, nanuia kuondosha hadathi ndogo. Udhu huu mpaka unatawadha umesababishwa na vitu takriban 5 vinaitwa hadathi ndogo. Kwa sababu kama ni hiyo, tutaendelea kuvieleza kwenye darasa yetu kadiri tuendelea hapo kufuatilia channel yetu ambayo kwamba iko online TV. Basi inshallah Mwenyezi Mungu aweze kutupa manufaa na tuweze kuendelea kunufaika na kufaidika kupitia vyombo hivi, na wale wasimamizi wake Mwenyezi Mungu awalipe kila la khairi inshallah na wafungulie zaidi. Ni kipindi na ni wasaa, nafasi ya maswali takriban 2-3, tuweze kuchangamshana kama tunavyosema fikra na akili, ili kuweza kuona tunafikia wapi. Karibu. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alayka assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Swali langu mimi linalenga pale ulipotuambia masuba baadhi ras, kupakaza maji katika sehemu ya nywele ya kichwa. Vipi kama mtu atakuwa ana nywele ndefu, nywele zake zikawa ni zenye kufikia usawa wa shingo huko, yale maji akapakazia nywele za huku chini zile zinazoning'inia, akapakaza maji pale, udhu wake unaswia? Haya, swali zuri. Anauliza muumini ya kwamba mimi nimesikia ya kwamba kupakaza maji kwenye kichwa ni faradhi ya udhu, lakini swali lake lipo, nimefuga nywele ndefu. Baada ya kuwa nimefuga nywele ndefu,
zile nywele nikazimwaga mgongoni. Sasa sijui hata nakusudia nini, lakini japo swani salafi, sio sifa za watu wema kufuga miji nywele ajabu. Lakini sasa kwa swali lako ndio imetokea umependezwa na hilo. Wenyewe kwenye sheria tunaambiwa nywele zinazotakiwa kufutwa ni zile zilizoko kwenye mpaka wa kichwa, zilizopo kwenye ukomo wa kichwa, ama zinazorefuka kupitiliza ukomo wa kichwa, zinazotoka kwenye mpaka wa kichwa. Ukifuta udhu wako na kwa uswihi kwa upande huo, kwa sababu zinatakiwa zile zilizoko kwenye mpaka wa kichwa. Zilizoko chini ya mpaka wa kichwa, hapana, haya yanakuwa ni marembo tu kama marembo mengine. Wallahu a'lam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alayka assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Swali langu mimi ni kwamba tumeambiwa faradhi ya 6 hapo kuna utaratibu. Je, nikauvunja utaratibu nikaanza mguu wa kushoto pia nikamalizia mguu wa kulia, je uso wangu utaswihi? Hadi pale anauliza kwenye udhu pia tumeambiwa utaratibu. Katika huo utaratibu kuna kuosha mguu wa kulia na mguu wa kushoto. Je, nikaanza mguu wa kulia na mguu nikamalizia nikaanza mguu wa kushoto nikamalizia wa kulia, je udhu wangu unaswihi? Kwa namna sheria ilivyotuwekea utaratibu unaswihi, au kwa hukumu hiyo inaswihi kwa kufanya hivyo, lakini ma'al karahatu, pamoja na karaha, itakuwa ni karaha kufanya namna hiyo, lakini udhu wako utaswihi kwa sababu hivyo viungo ni vimoja. Wallahu a'lam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alayka assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Swali langu mimi ni kwamba huo udhu tunauchukua kwa maji yapi? Je, ya moto au ya baridi? Naam. Sheikh pale anasema swali lake, anauliza udhu tunaambiwa tunachukua kwa maji. Maji hayo ni maji yapi? Maji ya moto ama ya baridi? Inapendekezwa ni kunawa udhu kwa maji ambayo kwamba yatakemfanya muumini yule anayechukua udhu asihisi karaha. Kwa hiyo hayaruhusiwi ya moto sana wala hayaruhusiwi ya baridi sana. Kwa hiyo yanaangaliwa kwenye sehemu uliopo, kwenye mji uliopo, kwenye nchi uliopo, kuna hali ya hewa gani. Sehemu ya joto sana, maji yasiwe ya moto sana, yawe hali ya ubaridi. Sehemu ya baridi sana, maji yasiwe baridi sana, yawe ya uvuguvugu, ili unapochukua, baada ya kumaliza kuchukua ile udhu, usiweze kupata ile hali ya nini? Kupata hali ya ile karaha. Kwa sababu kuna zama maswahaba walishai kusafiri, maswahaba Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lakini baada ya kuwa walisafiri, mmoja katika maswahaba alipatwa na shida, akapata jeraha. Baada ya kuwa alipata jeraha, akawa amepatwa na janaba usiku. Baada ya kupatwa na janaba usiku, basi kuwauliza wenzake, jamani, nimepatwa na janaba lakini najisikia mwili kama vile hauko sawa, yana najisikia baridi au najisikia hivi au najisikia vile. Wakaambia oga wewe. Jamani, mimi siko vizuri, naona maji ya baridi kweli kweli, mwili mimi najisikia baridi, afu maji ya baridi, afu hali yangu ili jeraha bado halijakaa vizuri. Hakuna, we oga. Wakati huo bado hawajaelewa kumbe hata ukitayamamu lile josho la janaba linaweza likatoka na likawa limeisha hukumu yake. Kumlazimisha yule bwana kuoga kwa sababu jeraha pia lilikuwa upande mbaya kwenye kichwa, katika hali ya kujimwagia maji, yule bwana kujimwagia maji, baada ya kumaliza kujimwagia maji, jamaa akawa anatetemeka sana na kakama anafanya hivi, ikawa ni sababu ya yule sahaba kufa. Inna lillahi. Baada ya kuwa amekufa, nafsi za wale mabwana maswahaba wenzake zikawa zimeingia hofu, wakarudi kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, wakaenda wakamuuliza, ya Rasulullah, tumedhulumu nafsi zetu sisi na hivi na vile, mwenzetu alikuwa na janaba,
akawa anahisi baridi. Wamemweleza ule ukweli wa namna gani imetokea skendo hiyo, tukawa tumemwambia aoge, lakini kama unavyofahamu alikuwa na shida ya jeraha. Mtume akasema mmemuua mwenzenu. Mtume akasema mmemuua nani? Mmemuua mwenzenu. Lakini kwa sababu walikuwa hawajui, Mwenyezi Mungu mwenyewe ndo anajua hukumu yao. Kwa sababu kama ni hiyo inakatazwa, basi wewe unaona maji ni ya baridi alafu unajitutumua, ngoja mimi nitawadha hivyo au ngoja nioge. Hapana. Maji ya moto sana, hapana, yawe ni kati na kati. Allahu a'lam. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi. Mada ya leo ni nzuri mashaallah, maswali yanazidi kuwa mengi. Kuna maswali mawili ya mwisho ili tuweze kufunga kipindi chetu. Kabla tujaenda swali la mwisho kati ya haya mawili, hili ni la kwanza kati ya haya mawili. Tumesoma masala ya nia na tumejifunza kwamba nia ya kisheria ni pale ambapo inakutana na kitendo. Mathalan, katika swala mtu atakaposimama atahudhurisha nia, ndio atafungamanisha na swala yenyewe. Kwa mujibu wa funzo tulilolipata leo, hiyo ndio inakuwa nia kisheria. Tupo katika mwezi wa Ramadhani. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema akalala mmoja wenu pasina kunuia kufunga siku ya kesho yake, kwa maana ya Ramadhani, atakuwa na somo. Ananuia usiku, lakini funga ni kesho. Mafungamano ya nia na kitendo kwenye hili yapo wapi? Naam, swali zuri. Mafungamano ya nia na kitendo, na umesema Mtume anasema hanafunga yule mtu ambaye kwamba hakulala na nia. Kwa hiyo moja kwa moja unaona huyu aliyeweka hii sheria kwamba ni Mtume sallallahu alaihi wasallam amefungamanisha nia. Kwanza ni baada ya kuwa uingie usiku ndo mtu anuie, halafu ndo aje afunge. Lakini sio umefunga halafu unuie ndo uje ulale alafu kesho ndo ufunge. Hapana. Kwa hiyo iliyo faradhi ni kulala na nia usiku, lakini sio umenuia mchana usiku ulale tu alafu kesho ufunge. Hapana, haipo mafungamano. Mafungamano yake ni mtu alale naye usiku au mtu anuie usiku halafu aamke na ile nia, tayari ndo inakuwa imeshafungamana, kwa sababu ni sheria ndo imehukumu na ndo utaratibu uliowekwa na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lakini mtu mwingine anaweza kusema, je, nisipolala? Kutokulala kwa mwanadamu ni dharura, lakini kulala ndo asili ya mwanadamu. Waja'alna naumakum, ni Allah ndo anasema. Wewe kama hujalala umepatwa na kadhia, kwa maana wewe una shida, una stressi, labda kuna maradhi yamekukuta, labda ni mtoto amekusumbua usiku kucha ndo maana hujalala. Lakini kulala kwa mwanadamu ni ghalibu, ndo desturi yake. Kutokulala ni suala la dharura, kwa hiyo haijalishi. Kwa hiyo mafungamano ya nia, anauliza mafungamano ya nia yako wapi na kitendo? Ni kunuia usiku ufunge asubuhi, ndio mafungamano yapo. Lakini huwezi kunuia mchana ulale usiku alafu kesho ufunge, haiswi. Wallahu a'lam. Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaykum assalam. Alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, amma ba'd. Alhamdulillah, tunazidi kupata fawaida, tunazidi kujifunza mambo mbalimbali kutokamana na udhu. Swali langu mimi litakuwa na vipengele viwili. Kipengele cha kwanza kitakuwa ndani ya nia. Mimi nia sijui kuitamka Kiarabu, nikawa nimeitamka Kiswahili, udhu wangu utaswihi? Na kipengele cha pili, nikawa mimi nimetawadha kwa kufuata utaratibu jinsi ulivyo, lakini kwenye mguu wa mwisho ili nimalize udhu nikawa nimeacha doa, nimemaliza tayari, nishaanza kuingia msikitini. Nilivyoona mbona kama nimeacha doa hapa, kwa ule ubichi ulioko mikononi au maji yaliyopo mguuni, nikawa nimefuta pale sehemu ambapo kwamba palipokuwa pamebaki nani doa. Je, udhu wangu utaswihi au nalazimiwa mimi nirudi kwanza mwanzo au nirudi kunani kumalizia sehemu ile ya mguu? Swali zuri. Ndo swali la mwisho.
Swali lake anasema lina vipengele viwili. Hajui kutamka nia kwa lugha ya Kiarabu. Kwanza tu, hakuna ibada inayofanywa kwa lugha tofauti na lugha ya Kiarabu. Kuna udharura mpaka kwenye sheria tumeambiwa mpaka hata mtu kama inawezekana aakhirishe kuswali ndani ya wakati wa kwanza, apeleke swala kwenye wakati wa mbele ili aweze kujifunza ile ibada yake kwa lugha ambayo kwamba inayotakikana. Moja. Sasa mimi sijui kutamka nia kwa lugha ya Kiarabu. Unatakiwa ujifunze, kwa sababu hiyo nafasi imetolewa. Taarifuni kabla an tuabuduni. Unaanzaje kufanya ibada za Allah subhanahu wa ta'ala na ile hali hujui? Uone kama unamkasirisha Mwenyezi Mungu. Wewe kuna mambo mangapi unayofanya na uwerevu? Unakula baada ya kuwa unajua faida ya kula na namna gani nile. Kwani mtu anakula kama nyani anavyokula na mikono anajilia? Hapana, anakula kwa utaratibu na anajua chakula hiki nikipitisha kwenye mdomo, lakini sio nipitishe puani ama nipitishe kwenye masikio. Ni elimu ya jambo unalolifanya umelipata au umeipata. Kwa hiyo hata hiyo nia kama uijui, jifunze. Alafu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema jifunzeni Kiarabu kwa sababu ya moja ya mambo matatu. Kwa sababu gani? Mimi ni Mwarabu. Jifunzeni Kiarabu kwa sababu mimi ni nani? Mimi ni Mwarabu. Kwa hiyo jifunzeni lugha ya Kiarabu kwa sababu mimi ni Mwarabu. Lakini pia ni lugha ambayo kwamba imeshukia Qur'ani. Ni lugha ambayo kwamba imeshukia nini? Qur'ani. Lakini ni lugha watakaezungumza ahlul janna. Watu wapi? Watu wa peponi ndio lugha watakaenda kuizungumza. Kwa hiyo tuna udharura wa Muislamu kuweza kujifunza Kiarabu. Jifunze, yani ni swala la kujilazimisha kujifunza. Kadiri uendelee hapo kujifunza, Mwenyezi Mungu atakuwa anaangalia udharura wako kati ya kutokujua na kujua. Kipi kina uzito kwako? Kama itakuwa kutokujua kwako wewe ni uzito, utakuwa ukiendelea kujifunza na huku ukiendelea kufanya hiyo ibada ya kama ni kutawadha, kama ni swala kwa lugha unayotaka wewe, kwa lugha unayojua wewe, lakini jilazimishe ujifunze lugha hiyo ya Kiarabu. Ama swali lako la pili ya kwamba nimetawadha, mfano nikawa nimeacha doa kwenye moja katika viungo vya udhu, nikawa sijatawadha vilivyo sawa sawa. Yeye ameenda kwenye kiganja cha mwisho cha mguu au mguu wa mwisho, mimi sijatawadha uzuri. Achilia mbali hata uso tu, nikawa sijapakaza maji vizuri kwenye sehemu hiyo inaambiwa kati ya sikio na sikio, mimi maji nikawa na nimenawanawa tu humu. Vipi udhu wangu utakuwepo? Halafu watu tuna tabia ya kuacha kunawa vizuri miguu, hasa kwenye sehemu hizi za mipasuko miwili, wanasema shaqaini, kwenye mipasuko miwili inabaki kama libaka. Ukimwambia mtu umeacha baka hapa, ana ile mikono yake anapakaza kama mafuta. Udhu ili uweze kuswihi, maji yake yanatakiwa yachuruzike au yatiririke kwa asili yake. Maji ni kimiminika, yanatakiwa yaoshe kiungo chako cha udhu kwa kumiminika, sio kwa kupakaza. Ndio maana sheria ikasema hata kama una maji machache ukataka kutawadhia, yakatosha kiungo kimoja tu, tawadhia hayo maji kiungo kimoja. Halafu sehemu zingine tayamamu, udhu wako utakuwa umeswihi na swala yako ukienda kuswali, swala yako inaswihi safi kabisa, kuliko kupaka maji kama mafuta, swala yako itakuwa iswi. Kwa hiyo jibu lako ni kwamba unatakiwa urudi uende ukamalizie hiyo sehemu vizuri na maji kwa kuchuruzika, sio kwa kupakaza. Allahu a'lam. Haya na yaliyoko mengi, Mwenyezi Mungu atulipe kila la kheri. Tuendelee kufuatilia na tuendelee kufanya kujifunza katika channel hii ambayo kwamba Mwenyezi Mungu amejalia ikawa ni sababu ya kuweza kuwanufaisha umma katika Uislamu insha Allah. Rabbana anfa'na bima lamtana, rabbi alimna alladhi yanfa'una, rabbi faqina faqi ahlana wa karabatil lana fi dinina ma'al kutun tadhakar, rabbi wafiqna wafaqhum lima tartadi qawla fi'lan karam, warzuqi likul halalan daima wa akhilati qiyama ulama nahdha bil khairin faqul shar. ربنا واصلح لنا كل شؤون وأقر برضا منك العيون وقض لنا ربنا كل ديون قبل أن تأتينا رسول المنون وغفر السر أنت كرم من ستر
وصلاة الله تخشى المصطفى من إلى الحق دان والوفاء بكتاب في لناس الشفاء وعلى آل الكرام الشرفاء وعلى أصحاب المصاب الغرار. اللهم اجعلنا مما يستر في رضاك ولا تولنا ولينسواك ولا تجعلنا ممن خالفك أمر وسواك ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين.